Habari za wakati huu mtazamaji wa SQF TV, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika taarifa yetu ya habari leo, ikiwa ni Novemba 6, 2025. Kwa nami Pendo Godson ambaye nakusomea taarifa hizi kupitia studio zetu zilizopo hapa ACC jijini Arusha. Jeshi la polisi mkoa wa Mara limethibitisha kifo cha Dafrosa Kukwangua Jacob maarufu kama Mama Frankie kilichotokea hapo jana Jumatano Novemba 5 majira ya saa 1 jioni. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi mkoani humo, Mama Frankie alizidiwa ghafla akiwa katika mahojiano na maafisa wa polisi kuhusiana na tuhuma zilizokuwa zikimkabili. Taarifa inazidi kueleza kuwa baada ya kupata hali mbaya alikimbizwa hospitalini kwa ajili ya matibabu, lakini akiwa anaendelea kupatiwa huduma za kitabibu alifariki dunia. Kamanda wa polisi amesema uchunguzi wa kina umeanza mara moja kwa kushirikiana na wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi ili kubaini chanzo kamili cha kifo hicho. Aidha, jeshi la polisi limewahakikishia wananchi kuwa taarifa zaidi zitatolewa mara baada ya uchunguzi kukamilika, na kuwataka wananchi kuwa wavumilivu wakati wa taratibu za kijinai na kitibabu zikiendelea. Katika juhudi za kuhakikisha mtoto wa kike na mwanamke wanapata heshima na nafasi wanayostahili katika jamii, mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima amesisitiza umuhimu wa kulinda makundi haya na kuhakikisha wanapewa haki zao za msingi, hususan watoto wa kike wanaonyimwa fursa ya kupata elimu. Mwanamke na mtoto wa kike ni sehemu kubwa na muhimu unapoanza kutengeneza mipango yako ya jamii hiyo inayokuja. Nyumba yenyewe ya kimbilio ni nyumba ambayo baba ambaye au mtoto ambaye amefikia hali ambayo ni hatarishi kwenye mazingira anayoishi anaweza kwenda akafikia pale kwa muda hadi ile hali ikitulia, alafu anarudi. Kwa mfano, watoto wanaozeshwa ndoa za mapema, mtoto anaendelea kusoma shule lakini wazazi wake wanasema akaolewe kwenye jamii hizi. Kwa hiyo anapata nafasi ya kwenda pale. Hiyo ni kazi kubwa sasa hivi, ni kuhakikisha kwamba jamii zote wanatambua kwamba wakina mama wana haki zao za kujiendeleza kiuchumi, wana haki ndani ya jamii, na wana haki zao kama wanawake. Na tumefanikiwa kupeleka elimu ya umuhimu na mchango wa mtoto wa kike kwenye jamii, mchango wa mama kwenye jamii, na tunalifuatilia na tunahakikishia kwamba unajua zamani mtu alikuwa anasema haya ni maneno ya nani tu mbwembwe hapo, lakini mtu anaona kabisa kwamba ukimkuta mtoto wa shule hajaenda shule, mzazi anawajibika, na hakuna cha kusema sijui mimi ni mtoto wa nani, mimi ni mtoto wa mfugaji, mimi ni mtoto wa mkulima. Hakuna. Watoto wote wana haki ya kwenda shuleni, mtoto wa kike na wa kiume. Kimbilio Women Center ni nyumba salama, safe house, inayohusika sana na kutunza watoto wa kike wanaopata shida mbalimbali toka kwenye jamii zetu, na sehemu kubwa ni hawa wanaozuiliwa kusoma, badala yake wanabadilishwa na ng'ombe. Wazazi wao wanapokea ng'ombe ili watoto wakaolewe, lakini tunasaidia pia wale wanaolewa ndoa za utotoni, wanaozuiliwa shule. Wakipata shida hizo, kulipoti kwao kwa mara ya kwanza na ripoti kwenye vituo vya polisi, na ustawi wa jamii ndio wanaowaleta pale kwenye kituo chetu. Ni kituo kilichoonekana kuwa na msaada mkubwa kwa mkoa wetu wa Morogoro tangu kianze Julai 2017 mpaka sasa. Na kuwepo kwao pale tunawasaidia mambo mbalimbali. Kwanza tunawasaidia msaada wa kisheria na kuwatafutia wasaidizi wa sheria, paralegals, na kesi zao zinakuwa zinaendelea mahakamani. Kwa hiyo wanaposubiri kesi mahakamani wanaendelea kutunzwa na kituo kile cha kimbilio. Tunapokea watu wote, hatubagui dini wala kabila hapa hatuna. Maadamu ni mtoto wa kike yupo katika jamii ya Kitanzania. Tumeweka kituo kingine cha kuwasaidia wanawake tuliowaokoa kutoka mazingira magumu. Wale pia tumeamua kuwaokoa na kuwakusanya, kuwaelekeza na kuwafundisha miradi midogo midogo kama ya mamalishe, kufuga kuku, mambo ya bustani, na kazi ndogo ndogo kama za kutengeneza sabuni na batiki. Tangu tuanze programu hii kwa pale Kimbilio,
tumeshawahudumia watoto mpaka sasa 89. Lakini kwa upande wa Women Power tulianza na wanawake 30 hapa Morogoro. Sasa hivi tumebaki nao 10, na hao 30 ambao wapo Ngerengere na 50 tuliowaandikisha Mikumi tutakaoanza nao mradi hivi karibuni. Ukatili dhidi ya watoto na hata kwa kina mama ni jambo ambalo halikubaliki. Hata vitabu vyote vya dini vinalaani jambo hili. Kwa hiyo jamii naomba ijue kabisa kufanya ukatili haukubaliki, hata kwenye imani yetu, lakini pia hata katika jamii yetu. Linawaathiri watoto au kina mama kisaikolojia, kiroho, kijamii, na matokeo yake kweli ni mabaya. Kamanda wa polisi mkoa wa Kilimanjaro SACP Simon Maigwa amesema hakuna ripoti yoyote ya mauaji au majeruhi kwa raia au askari mkoani humo kufuatia vurugu zilizoripotiwa wakati wa kipindi cha uchaguzi. Amesema hali ya usalama katika mkoa huo imerejea kuwa shwari na jeshi la polisi linaendelea kufanya doria kuhakikisha amani inaendelea kudumu. Akizungumza hapo jana na waandishi wa habari, Kamanda Maigwa alifafanua kuwa hadi sasa watu 11 wanashikiliwa na jeshi la polisi kwa tuhuma za uchochezi vurugu, ambapo 9 wanashikiliwa kwa kuchoma matairi na wengine wawili wanashikiliwa kwa kuhamasisha vurugu kupitia mitandao ya kijamii, huku wengine 300 waliokamatwa awali wakiwa wameachiwa huru baada ya kubainika hawakuwa na makosa yoyote. Hili ni ingi zaidi. Hakuna mwananchi au biashara mwananchi ambayo imeharibiwa. Hakuna mali ya serikali iliyoharibiwa. Hakuna mwananchi pamoja na kukamata ambaye labda kwamba pamoja na kukamata lakini hakuna aliweza kuumizwa. Wote tuliwaachia bila masharti. Tulibaki na wale ambao tuna ushahidi nao. Lakini pia tunao wawili ambao tunawashikilia kwa kosa la kujihusisha na kusambaza, kuhamasisha watu kujiingiza kwenye mitandao ya kijamii, ambao pia baada ya taratibu za kisheria zikamilika, sheria itachukua mkondo wake. Hao wengi kwa 9. Hao ni 9 hao ni walikuwa wanajihusisha na swala la uchomaji wa matairi. Wawili ni wale ambao tulikuwa na ushahidi kwa sababu ya kuhamasisha kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwa jumla wake ni kama tunashikilia watu 11 ambao tumepembua toka watu 300 ambao tulishika, tukapembua tukaona kwamba hawahusiki, ila walikuwa ni ushabiki na ule umri. Lakini baada hapo, baada kujadiliana kamati ya ulinzi na usalama ikaridhia chini ya mheshimiwa mkuu wa mkoa kwamba tuachie bure bila masharti. Katika swali la mwisho kwa zipo taarifa zinazoendelea kwamba kuna baadhi ya raia wameuawa, lakini pia kuna jeshi la polisi, baadhi ya wanajeshi la askari wako pia wameuawa. Labda tupate ukweli ukoje kwenye haya. Hizo ni propaganda ambazo kwa kweli ni moja wapo watu ambao tukiwapata tutawachukulia hatua. Hakuna askari wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro, wala hata kurushiwa jiwe hakuna. Hakuna mwananchi mkoa wa Kilimanjaro ambaye ameuliwa. Bahati nzuri hospitali zipo, mnaweza mkaenda. Na nyinyi si watu wa ndugu, hakuna mtu aliyepita au akaja jeshi la polisi kusema hajamuona ndugu yake. Kwa hiyo tulifanya kazi kwa kuzingatia nidhamu, haki, weledi na uadilifu. Ndio ile tufanye kazi kwa weledi mkubwa. Lakini mshukuru sana mkuu wa jeshi la polisi Tanzania pamoja na kamishna wa operation na mafunzo afande Sipia Awadhi kwa jinsi ambavyo walikuwa wakitupa training, wakitupa mafunzo na wakati mwingine kutupa maelekezo moja kwa moja. Ndio ilisababisha kuhakikisha kwamba mkoa umeenda kwa weledi mkubwa sana. Inaonekana kama inaonyesha ni sini haja kwa sababu walikuwa na miburuzo ya kama scratch. Haijulikani kwa sababu pale eneo lile walikuta wale watu ni tulifungua taarifa ya kifo kwa sababu inaonekana kama ni ajali. Bado tunaendelea kuchunguza tujue ni wapi. Haikuwa na mahusiano na swala maandamano. Ni kweli walikuta kule, lakini kwa sababu walikuwa na miburuzo ni dalili kama ni tukio la ajali. Lakini sasa kama kuna mtu ana taarifa kinyume na hizo ninazoziongelea tunamkaribisha. Asante kamanda. Diwani mteule wa kata ya Kitangiri wilaya Ilemela mkoani Mwanza kupitia chama cha ACT Wazalendo Donald Ndaro amewashukuru wakazi wa kata hiyo kwa kumwamini na kumpigia kura za ndio, hali iliyosababisha kupata ushindi wa 76% na kuongoza katika kata hiyo. Kwa majina naitwa Donald Ndaro Protas, mkazi wa kata ya Kitangiri. Awali nilikuwa diwani wa Chama cha Mapinduzi 2020-2025, lakini kwa uchaguzi mkuu huu wa rais, wa bunge na madiwani
nilihamia chama cha ACT Wazalendo na nikagombea huko kwa nafasi ya udiwani, na Mungu amejalia sasa mimi ni diwani mteule wa chama cha ACT Wazalendo kupitia kata ya Kitangiri. Nachoweza kuwaomba wananchi wa kata yetu ya Kitangiri kwa sasa, tayari mimi ndiye diwani mteule, na hapa tunasubiri hatua tu ya uapisho ili tuweze kuanza kazi za kuijenga kata yetu ya Kitangiri, lakini pia halmashauri yetu ya Ilemela. Kwa hiyo naomba sana wananchi, naomba sana wanachama wa vyama vya siasa ndani ya kata yetu, wakiwemo wana CCM, wakiwemo wana Chadema, wana TLP, wana NLD, lakini pia na wana ACT Wazalendo na wapenzi wote kwa ujumla. Siasa zimekwisha, sasa tunapaswa kuijenga kata yetu ya Kitangiri. Wananchi wote ndani ya kata wataongozwa na diwani, kwa tutashirikiana kwa pamoja. Sasa siasa inakaa pembeni, sasa ni kuletea kata yetu ya Kitangiri maendeleo. Lakini namuomba Mungu pia, baada ya kuapishwa nitatoa tena ahadi yangu ambayo nitaianza. Nimeahidi safari hii pia naongeza huduma kwa wale wote watoto yatima, wananchi wenye asili ya albino, nao tutawahudumia uniform kuanzia primary mpaka sekondari. Nitafanya takwimu, nipate takwimu halisi ya namba ya watoto hao ambao ni yatima, lakini na hao wenye asili ya albinism nitajitahidi kuwahudumia uniform. Kwa hiyo naomba Mungu anijalie kwenye hiyo engo, nirudishe fadhila, nitoe sadaka kwa Mungu wangu. Naamini pamoja na wananchi kunichagua, lakini Mungu ndiye aliyewafanya wanichague. Kwa hiyo lazima nitoe sadaka kwa eneo hilo. Kwa sasa hivi tayari nimeshakabidhiwa cheti cha kuteuliwa kuwa diwani. Sasa hivi mimi ni diwani mteule. Nachosubiri hapa tu ni kutekeleza sheria ya uapisho. Kwa hiyo nikishaapishwa sasa, kwa mujibu wa sheria, ndio nitaanza majukumu yangu kwa nafasi ya udiwani. Kwa hiyo nazidi kuwasisitiza wananchi, tuko pamoja, tumekushapata diwani. Sasa hivi makundi yote ya vyama yanavunjika, tunakuwa sasa kata. UCCM, UACT, UCHADEMA unafutika. Sasa hivi ni kata ya Kitangiri. Na maendeleo yatakao kuja hapa hata kuwa na ubaguzi wa mazingira au wa maeneo mbalimbali kwamba hii ni wana CCM au hii ni wana ACT. Maendeleo yanayokuja hapa ni ya wananchi, na huduma tutakazokuwa tunazitoa ni za wananchi. Kwa hiyo wananchi wawe na imani. Wanasema diwani wa upinzani hawezi kuleta maendeleo. Sio kweli. Diwani ni diwani na kazi zake ni zile zile. Maendeleo yanaletwa kwenye kata kupitia tozo na kodi mbalimbali. Kata Kitangiri inalipa kodi na tozo mbalimbali. Ni jukumu la halmashauri kuleta maendeleo kupitia tozo hizo. Na mtazamaji, huo ni mwisho wa taarifa ya habari jioni ya leo ya Novemba 6, 2025. Asante sana kuchagua na kutazama taarifa hizi za habari, ambapo nilikuwa na kurusha live kabisa matangazo yetu hapa ACC jijini Arusha. Lakini pia nizidi kukukumbusha huduma ya upasuaji wa mdomo wazi utafanyika bure kabisa pale Malolo Tabora kuanzia tarehe 17 hadi tarehe 21. Ukisikia taarifa hii umjuze na mwingine. Lakini pia huduma ya ambulance imeanza rasmi sasa kupitia namba hizo ambazo zinaonekana hapo kwenye simu yako ama kompyuta yako. Unaweza ukatupigia bure kabisa na tukakupatia huduma hiyo popote pale utakapokuwepo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandaa matangazo haya, nikutakia wakati uliokuwa mwema. Ulikuwa nami Pendo Goton.